tarehe 4 mwezi wa 11 mwaka 2025. Hapa nimewaletea ripoti maalum ambayo inahusu masuala ya kivita, ambapo tunaona Ukraine kwa hivi sasa ipo katikati kabisa ya mzunguko wa damu, ambapo waandishi wa habari ni miongoni mwa watu ambao wameangukia katika wimbi la mauaji na vifo visivyomithirika. Ripoti hii inakujia kupitia katika mwendelezo wa ripoti zetu ambazo tumekuwa tukizitoa moja kwa moja. Asanteni sana ndugu jamaa na marafiki ambao kwa hivi sasa bado mnaendelea kupumua, maana inawezekana wengi wetu wamepoteza maisha ama la, lakini kikubwa zaidi tuendelee kuombeana uzima. Tangu alfajiri ya Februari 24 mwaka 2022, wakati Urusi ilipoanzisha uvamizi wake kamili dhidi ya Ukraine, vita hivi vimegeuka si tu uwanja wa mapambano ya kijeshi, lakini pia ni uwanja wa vita vya taarifa za ukweli pamoja na uongo. Ndani ya hiki kipindi cha zaidi ya miaka 3.5, jumla ya waandishi wa habari 116 wamepoteza maisha na wengine 26 bado wanashikiliwa mateka na vikosi vya Urusi, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Wizara ya Utamaduni ya Ukraine. Ripoti hii ambayo inaelezea si tu inafichua idadi, bali hali ambayo inaendelea dhidi ya wale ambao wanajaribu kuripoti ukweli kwa mujibu wa Ukraine, wale ambao kamera zao na kalamu zao zimekuwa silaha dhidi ya propaganda, hofu pamoja na kimya ambacho kimekuwa kikitawala maeneo mbalimbali. Ifahamike, tangu siku ya kwanza ya vita, waandishi wa habari wamekuwa shabaha ya moja kwa moja ya mashambulizi. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Ukraine, Urusi inatajwa kwamba inaendesha vita vya kimfumo dhidi ya uhuru wa habari kwa kukiuka misingi ya mikataba ya Geneva pamoja na sheria za kimataifa za kibinadamu. Kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa na Ukraine, wengi wa waliouawa walikuwa ni waandishi wa kujitolea walioamua kusimama na nchi yao, wengine wakiwa wamejiunga na jeshi baada ya uvamizi kuanza. Lakini 18 kati ya hao waliouawa 116 walikuwa kazini wakiripoti kutoka katika eneo la mstari wa mbele wakiwa wameshika kamera badala ya kushika bunduki. Tukio la hivi karibuni ambalo limetokea Oktoba 23 wakati wa shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani ya Urusi liliua mwandishi wa habari kutoka channel ya Freedom TV anayefahamika kama Olena Hairnamova na mpiga picha wake anayefahamika kama Yevhen Kalmazin mjini Kramatorsk katika mkoa wa Donetsk. Kwa mujibu wa taasisi ya habari ya umma EMAI, Urusi imehusika zaidi ya makosa 848 dhidi ya waandishi wa vyombo vya habari katika kipindi cha vita hii. Vitendo hivyo vinajumuisha mateso, unyanyasaji wa kijinsia mtandaoni, kampeni za upotoshaji wa habari na utekaji wa kimfumo wa wanahabari. Hii ni ripoti ambayo inatolewa na wa Ukraine wenyewe. Lakini tunasema katika nyakati hizi za vita, upotoshaji huwa ni sehemu ya mafanikio ya taifa ambalo lipo katika mapambano. Vita vya Ukraine havipigwi kwa mizinga pekee. Kuna vita ya pili, vita ya maneno. Wizara ya Utamaduni ya Ukraine na kamati ya kitaifa ya ushirikiano na UNESCO wameonesha na kuonya kwamba Urusi imekuwa ikitumia propaganda kama mbinu ya kivita, wakijaribu kuhalalisha mashambulizi yake, lakini pia kuchafua uhuru wa vyombo vya habari. Ukweli umekuwa adui wa dola. Kwa hivyo kila kamera ni tishio, kila taarifa isiyo ya kiraia ni risasi kwa mfumo wa upotoshaji. Kwa mtazamo wa kijeshi, hii ni mbinu ya kudhibiti uwanja wa kisaikolojia, kuvunja uwezo wa taifa kushikilia simulizi yake lenyewe. Yani hii ni ripoti ambayo ninawaletea, hii ni ripoti ambayo imeandaliwa na wa Ukraine wenyewe ambao wanaita wao ni ripoti maalum. Katika kipindi cha siku moja tu, Novemba 2 mwaka 2025, mashambulizi ya Urusi yalisababisha vifo vya watu wasiopungua 15 na kujeruhi wengine 20 katika maeneo mbalimbali ya Ukraine. Kwa mujibu wa jeshi la anga la Ukraine, Urusi imekuwa ikirusha makombora ya aina mbalimbali. Novemba 2, Urusi ilirusha makombora mawili aina ya Iskander-M pamoja na ndege zisizokuwa na rubani 79, ikiwemo zaidi ya ndege zisizokuwa na rubani 50 aina ya Shahed pamoja na zile Jebrela na ndege nyingine za mashambulizi. Kati ya hizo 67 wao wanasema zilidunguliwa na ulinzi wa anga 12 zikilenga malengo au shabaha 6 tofauti ambazo walikuwa wamezipanga.
Mikoa ambayo imepata athari kubwa zaidi katika mashambulizi haya ya Urusi ni Zaporozhye, mashambulizi 753 katika vijiji 18, mmoja akiuawa, 4 wakijeruhiwa, akiwemo mzee wa miaka 91. Wateja 1143, kumradhi, wateja 11434 waliachwa bila umeme. Hii ni taarifa inayotolewa na Ukraine. Nataka nijiulize tu, akili yangu ndogo inayowaza, yatokee mashambulizi 753 kwenye maeneo 18 au wawe mtu mmoja? Lakini kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Ukraine, kwenye eneo la Donetsk watu 5 wamefariki, 2 wamejeruhiwa. Governor Vadim Frashkin amethibitisha kuwa mkoa mzima uliingia gizani baada ya mashambulizi dhidi ya vituo vya nishati. Kwenye eneo la Odessa watu 2 wakauawa, 3 kujeruhiwa baada ya mashambulizi kwenye miundombinu ya kiraia. Magari 5 ya mizigo yaliteketezwa. Katika eneo la Kherson, shambulio la ndege, mizinga na makombora liliharibu nyumba 12, majengo 4 ya ghorofa, magari kadhaa. Watu 3 waliuawa na 1 akajeruhiwa. Katika eneo hili la Dnipropetrovsk 4 waliuawa, wakiwemo watoto 2 wenye umri wa miaka 11 na mwingine 14. Tukielekea katika eneo la Kharkiv, mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 54 aliuawa. Takribani watu 7,000 walibaki bila umeme. Katika eneo la Sami, shambulio lililenga gari la raia na kumuumiza kijana wa miaka 29. Jumla mashambulizi 61 katika vijiji 26 yalitokea. Kwenye eneo la Kharkiv, shambulio la kombora lilipiga shirika la kilimo na mtu mmoja alijeruhiwa, kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Ukraine. Kwa mujibu wa wachambuzi wa kijeshi wa Ukraine, mashambulizi haya ya mara kwa mara si ya kubahatisha. Urusi inaendeleza mkakati wa vita vya uchovu, inafahamika kama War of Attrition, wakilenga kuvunja uwezo wa Ukraine kujihami kiuchumi, kisaikolojia na kijamii. Kwa kulenga miundombinu ya nishati, makazi ya raia na vyombo vya habari, Urusi inalenga kuua matumaini na uwezo wa taifa. Huu ni uharibifu wa mifumo ya ustaarabu, mbinu ya kulazimisha jamii kukubali ushindi wa kiakili kabla hata kushindwa kijeshi. Na kwa mujibu wa wachambuzi hao wa kijeshi kutoka Ukraine, ripoti hii inaonyesha taswira ya huzuni ambayo haisemeki. Watu, wazee, watoto na waandishi wa habari wote wamekuwa waathirika wa vita ambavyo vinazidi kuwa vita vya kikatili. Huko Donetsk, giza limekuwa sehemu ya maisha. Huko Odessa, moshi wa magari yaliyoteketea umechanganyika na harufu ya nafaka ambazo zimeungua imekuwa ni sehemu ya maisha. Huko Kiev, redio za kijeshi bado zinatangaza majina ya waliofariki, wakiwemo waandishi wa habari waliokuwa wakiandika ukurasa wa historia ya vita hii. Vita vya Ukraine vinafunua sura mbaya ya karne 21, wakati ambapo kuandika ukweli kuna maanisha kuhatarisha maisha. Waandishi 116 waliouawa na 26 waliojeruhiwa. Waliotekwa hawakuwa wapiganaji walioshika bunduki, bali wao walikuwa wanatengeneza historia, waliosimama katika moto kwa ajili ya dunia ijue ukweli. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya kukomesha uadui dhidi ya waandishi wa habari, ujumbe wa Ukraine unabaki wazi: uandishi wa habari si uhalifu na ukweli hauwezi kunyongwa. Lakini NATO inazungumza nini? NATO wenyewe, ingawa wao wameonyesha kwamba wako bega kwa bega na Ukraine kwa upande wa vifaa, mafunzo na ujasusi, wameendelea kujizuia kuingia moja kwa moja kijeshi, wakihofia kuzua mgogoro mkubwa wa kidunia. Lakini kwa mujibu wa wachambuzi wa usalama wa kimataifa, vita hii imethibitisha kuwa uhuru wa habari ni kipimo cha usalama wa bara lote. Kwa maneno mengine, pale ambapo waandishi wa habari wanauawa bila uwajibikaji, utawala wa mabavu unapata nguvu. NATO sasa inajikita katika dilema kali ya kimaadili: kuisaidia Ukraine kwa maneno bila silaha, lakini wanashindwa kumlinda mpiganaji wa ukweli ambaye kimsingi huyu ni mwanataaluma ya uandishi wa habari. Kwa upande wa Kremlin, vita ya habari ni sehemu ya mkakati wa kitaifa. Serikali ya Moscow imejenga mfumo wa propaganda wa kisasa unaounganisha taasisi za habari, mitandao ya kijamii na vuguvugu la kisaikolojia ili kuhalalisha uvamizi wake. Vyombo vya habari vya serikali kama RT na Sputnik vimekuwa silaha za kistratejia kimkakati, vikijenga simulizi ya ukombozi wa Donbas na vita dhidi ya NATO ili kupunguza hasira za ndani na kuhalalisha mauaji ya nje. Kwa mtazamo wa kijeshi wa karne 21, hii ni vita ya kizazi cha 5. Wanasema wao ni 5th generation warfare, ambapo akili za watu zinakuwa uwanja wa mapambano kuliko wao wenyewe.
Hali ya Ulaya ya Mashariki kwa hivi sasa kuporomoka kwa amani katika ukanda Donbas na Mashariki huko, tunaona mashambulizi ambayo yanaendelea katika mikoa ya Zaporozhye na Kherson kumeifanya Ulaya Mashariki kuwa kambi ya huduma hatari kwa hivi sasa. Mashirika ya kijamii yameonya kuwa vifo vya waandishi wa habari ni ishara ya kupotea kwa utawala wa sheria katika eneo lote. Zaidi ya hapo, kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati na habari kuna tafsiriwa kama jaribio la Urusi kufuta utambulisho wa kisiasa na kitamaduni katika taifa hilo la Ukraini. Lakini mauaji haya ya waandishi wa habari nchini Ukraini yanafungua ukurasa mpya wa tahadhari kwa dunia ya kidemokrasia. Kama mwandishi anaweza kuuawa akiwa na kitambulisho chenye chombo cha habari mkononi, basi uhuru wa kusema ukweli na kujua unaanza kufariki. Kwa hivyo swala hili si la Ukraine pekee, ila ni dunia nzima, kati ya ukweli na udanganyifu, kati ya uhuru wa taarifa na ukandamizaji wa dola. Na hiki ndicho ambacho kimekuwa kikiendelea katika maeneo mbalimbali duniani. Hii ni ripoti maalum ambayo imetengenezwa na wa Ukraini, na mimi nimetumika tu kama daraja kuwafikishia hapa juu ya malalamiko yanayotolewa na wa Ukraini, hasa wakilaumu Urusi kwamba imefanikiwa kudhibiti kwa kiwango kikubwa zaidi taarifa ambazo zinatoka pale nchini Ukraine, imejaribu kudhibiti kwa kiwango kikubwa zaidi propaganda ambazo zinatoka pale nchini Ukraine. Lakini wa Ukraini wao wenyewe wanasema huu ni ukandamizaji kabisa wa uhuru wa vyombo vya habari na waandishi wa habari. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.